Yes bana, VFM Radio na Songo Media tumekuja kijiji cha Navilago ambapo filamu ya Binti wa Msituni inafanyika hapa. Na lengo ni kuweza kukupasha habari ambazo zinaendelea huku ndani, na kama kaida tumeona sio mbaya tuweze kuvamia hili chaka ili tuweze kujua nini ambacho kinaendelea. Mimi naitwa Himid Nangi, niko na Devi Mgari nyuma ya kamera. Twende tukajionea ambayo yanaendelea huku ndani, lakini pia kama hujaifanya ama hujaicheki hii movie, pita kwenye account ya Mtanesa Film kwa ajili ya kuweza kujionea Binti wa Msituni, na leo tunaenda kukutana naye uso kwa uso. Mtazamaji, twende pamoja. Yes bwana mtazamaji, nimefika katikati ya msitu wa Navilago kwa ajili ya kuweza kupiga story na waliocheza filamu hii hapa ya Binti wa Msituni. Cha kufanya ni kuweza kuendelea kubaki na sisi hapa. Mimi naitwa Himid Nangi, lakini pia niko na watu kibao, unaona wamefika huku na sio mbaya. Tuanze kupiga story na moja ya mtu ambaye ni muandaaji wa hii filamu ama director ambaye atajitambulisha majina yake, lakini pia kwa mengine mengi endelea kubaki na sisi hapa. Kuna director hapa atajitambulisha majina kwa kuanza, lakini pia ziko story nyingi sana. Cha kufanya pia usisahau kusubscribe hapo chini ili uweze kuwa kwanza kupata madini kama haya hapa. Mimi naitwa Himid Nangi, asante Devi Mgari nyuma ya kamera. Mambo vipi bro? Fresh kabisa bro. Kama kawa? Kama kawa. Wanakuita nani? Wanaita Director Gamba. Director Gamba? Yes. Bwana nakubali, mkazi wa wapi? Mimi ni mkazi wa Mlo. Yes. Na ilikuwaje ukapata kitu kizuri kama hiki cha Binti wa Msituni? Na kwanza idea ilianzia wapi? Kwa kweli nilitumia muda mrefu sana kufikiria kulingana na game jinsi ilivyokaa. Nikajaribu kuwaza ni namna gani naweza nikapata kitu ambacho ni cha utofauti, kwa sababu stories za mjini ziko nyingi, lakini stories za kacha ziko nyingi, na kacha nyingi mara nyingi zina base kwenye falme nini, unaona. Mimi nikawaza kwamba kuna uwezekano nikatengeneza kitu ambacho cha kufikirika, yani kwa sababu Forest Girl ni kitu cha kufikirika, kwamba binti ambaye yeye anaishi msituni, hana familia, hana mtu yoyote, yuko msituni, lakini ilikuwaje nini, hayo yote ni mafumbo ambayo nimeweka kwenye story yangu, kwamba kadri unavyozidi kuifuatilia utakuja kujua ilikuwaje mpaka kaitwa Forest Girl. Na vipi upande wa kupata wahusika wa kufanya hii kitu? Ilikusumbua ama ilikuwaje? Ama ilikuwa rahisi tu? Na yupi ambaye alikusumbua sana pengine? Of course kwa mkoa wetu wa Songwe kama unavyojua, hii game bado halijaiva. Yaani kwa huku Songwe sanaa hususan ya maigizo bado iko chini, na wasanii wapo wengi sana. Unaona? Wasanii ni wengi, lakini ni wachache sana wenye imani kwamba wanaweza kufanya kitu alafu kikapokelewa. Kwa hiyo nilitumia nguvu nyingi sana kutafuta wahusika, na haikuwa rahisi kiukweli. Unaona? Kwa sababu kila mtu unayemgusa anakuja anakuambia, wengi wao walikuwa na sababu kwamba wameshafanya kazi nyingi sana, lakini hazikuwa na manufaa yoyote kwao. Unaona? Lakini kuna wale ambao walifanya kazi hawakuona hata matokeo ya kile walichokifanya. Siwezi kuwalaumu, ni kulingana na mazingira husika ya sehemu husika, lakini namshukuru Mungu kwamba aliendelea kunipigania. Unaona, nikafanya jitihada zangu, nikajaribu kutumia nguvu nyingi kwa approach, unaona, na kuwapa moyo kwamba tutafanya na tutapokelewa. Alhamdulillah, asante Mungu, tunashukuru, tumefanya jambo limepokelewa. Bwana nakubali, ukitaja movie kali Bongo kwa sasa hivi ambazo zinafuatiliwa uwezo ukaacha Binti wa Msituni, pengine unaweza kutuambia mzee wangu, hii ni movie yako ya ngapi kuifanya? Of course kwangu mimi hii inaweza kuwa ni movie hata ya 50 huko kufanya, kwa sababu nimefanya kazi nyingi sana, lakini muda mwingi nilikuwa niko nje ya Songwe. Unaona? Katika harakati za kujipambania tushafanya kazi nyingi sana, kubwa kwa ndogo, lakini kwa sababu tuko nyuma ya kamera ni vigumu sana mtu kuelewa. Unaona? Ila hii ni movie yangu yani inawezekana ya 50. Na mapokezi yamekuwaje katika hii movie ya Binti wa Msituni? Na kuna movie nyingine ambayo ishe kupokelewa hivi? Yes, zipo nyingi ambazo zilipokelewa, lakini hii imekuwa ni movie bora sana kwangu kupokelewa. Bora kwa sababu gani? Kwanza kwa sababu ya mazingira ambayo nimeweza kuitengeneza. Haya ni mazingira ambayo sanaa iko chini, na wasanii wengi hapa ndo wanaanza game. Kwa hiyo kuna nguvu ya kumtengeneza msanii, location huku una shoot huku unamtengeneza. Hatuna muda wa kufanya mazoezi kulingana na tumeingia kazini moja kwa moja. Umeona? Kwa hiyo unatumia akili kubwa, nguvu kubwa, lakini hekima kubwa. Kwa sababu kumuelewesha mtu kitu ambacho hakuwahi kukifanya na hawezi kukifanya sio kazi ndogo. Unaona?
Kwa hiyo inaweza nikasema ni movie bora sana kwangu, ambayo naweza nikasema ni the best kwenye kazi zote nilizowahi kufanya, na kwa asilimia kubwa kwa sababu imetegemea nguvu yangu bila support. Hizo nyingine unakuta tunafanya tuko na madirector wengine na watu wengine, kameramani wa kutosha, umeona, lakini hii nimeinvest nguvu kubwa na imeniumiza, imenitesa, ila imefanikiwa, na mshukuru Mungu. Lakini pia tuambie hapo kipi bora, kuwa na wahusika ambao ni mastaa na majina yao, ama wale wanaanza kabisa? Kipi bora kwa sababu ya, ama kwa sababu umezoea kufanya hizi movie, unaweza kutuambia experience yako imekaaje? Kwa experience yangu binafsi kwa game ya sasa hivi ni kwamba mimi naona ni bora kuanza na msanii mpya ambaye unamtengeneza wewe, anakuja kuwa kupitia mikono yako. Ni tofauti na msanii ambaye tayari ana brand yake, ameshakuwa. Hata kama ukisema utamchukua aje umtumie kwenye kazi yako, mara nyingi sana anaweza kukupa changamoto nyingi sana. Tofauti na msanii ambaye unamtengeneza, anaishi kwenye maadili na mipaka ambayo wewe unamtengenezea. Lakini hata kama akifanikiwa, itakuwa ni mojawapo ya zao ambalo umelizalisha wewe. Kwa hiyo najivunia kwenye hilo. Na katika hii Binti wa Msituni tumeona editing kali na nini, unaweza kutuambia pia kitu gani ambacho kimekuwa ni changamoto sana kwako tangu umeanza kazi mpaka sasa hapa? Changamoto ni time, muda. Kwa sababu tunafanya kazi na tunatengeneza hii tamthilia kwa ajili ya YouTube. Na kama unavyojua YouTube wao wanataka content kila wakati. Umeona? Kwa changamoto kubwa imekuwa ni muda, lakini kuwa manage cast kwa wakati. Umeona? Hiyo pia imekuwa ni changamoto kulingana na mazingira, lakini tunamshukuru Mungu anatupambania kwenye hiyo. Okay, na hii issue ya kuweka kambi nje kabisa ya mji, hii kwako umeona ina faida ama ina hasara? Kwangu mimi ina faida nyingi sana, kwa sababu huwa nina msemo mmoja napenda kuutumia kwamba kazini sio karibu na nyumbani. Unapokuwa nyumbani alafu kazini kwako ni jirani na nyumbani, ni vigumu sana kuigawanya akili kwa kazini na kuwa nyumbani. Mara nyingi unaweza kaa uko ofisini lakini ukawa na excuse nyingi za nyumbani au na mawazo mengi ya nyumbani, lakini ukiwa mbali na nyumbani unajua nipo kazini, unafanya kazi ukiamini kwamba nikimaliza nitaenda nyumbani. Mimi nadhani changamoto kubwa ambayo inasababisha tunaonekana tunasumbuana location ni kwa sababu ni wageni kwenye game. Kwa kama wakiiva hatutosumbuana. Na kwa wale wahusika ambao wanatamani washiriki hii movie, unakibicha kuambia huko mtaani ambao wanatazama sasa hapo? Mimi cha kuambia ni kwamba hii ni kazi kama kazi zingine na mtu asichukulie poa. Umeona? Lakini kwa wale wanaohitaji nafasi zipo. Umeona? Nafasi zipo kama mtu akihitajika kulingana na muonekano, kiona anafaa kumuingiza kwenye sehemu kwenye story yangu, nitamtumia. Umeona? Yes. Pengine sini gani ambayo umekuwa ukiulizwa labda na baadhi ya watu ama director wenzako kwamba mbona sinifani hujaweka labda ya mganga na nini, au sini ipi ambayo wametamani sana wengi kukuambia kwamba ungepachika na wengi kwa vizuri zaidi? Binafsi kwanza watu wanatamani kumjua Chifu. Yes, watu wanatamani kumjua Chifu ambaye ni baba mzazi wa Malkia wanaoonekana ndani ya story. Lakini pili ni mganga. Sio sana, lakini Chifu ana mata zaidi. Yes. Bwana, shukrani sana. Una kipi cha kuambia sasa Watanzania ambao wanafuatilia Binti wa Msituni sasa hapa? Kitu pekee ninachopenda kuambia kwanza ni nitangulize shukrani zangu za dhati kwa sababu wamelipokea jambo, haikuwa rahisi, lakini kwa mapokezi yao sisi tunasema asante, ila waendelee kutusupport. Kama bado hujasubscribe kwenye channel yetu ya Mtanesa Film, subscribe pale ili uwe wa kwanza kupata notification pindi tunapokuwa tunaachia vipindi vyetu. Ni hivyo. Comment yako ni muhimu sana kwa sababu sisi pia ni binadamu. Kuna mambo mengi ambayo unakuta mtazamaji ana wish kuyaona, unaweza ukashare kwenye comment na sisi tutalipokea, kama linafaa tutaliongeza. Bwana, na mtazamaji pia ambao unatazama sasa hapa, leo nimewakutanisha moja kwa moja Binti wa Msituni lakini pia na Malkia. Vita itaanzia hapa ama kwenye episode ambazo zinafuatia. Endelea kubaki na sisi. Mimi naitwa Emid na mambo vipi dogo? Poa. Kama kawa. Mbona kinyonge sana? Hamna. Wanakuita nani? Wananiita Kipanya Blandi. Unajisikiaje kuwepo kwenye hii filamu ya Binti wa Msituni? Najisikia vizuri sana, najisikia
Nipo mahali salama. Bwana nakubali. Na humu umecheza kama nani? Mimi nimecheza kama nabii. Kama nabii? Ndio. Ambaye unatumwa na nani? Ambaye natumwa na kina Malkia wa msitu wa Navilago na Malkia wa kijiji. Umeipokeaje hiyo scene ambayo unaicheza wewe hapa? Mimi nimeipokea vizuri kwa sababu wanavyonipa hivyo ni kwa ajili ya uwezo wangu na ni kwa ajili ya wanavyonipenda. Ni hivyo tu, na mimi napenda nafasi walionipa, na shukuru Mungu kwa sababu kuna wengine wapo huko hawajapata hiyo nafasi. Na ndoto yako ilikuwa ni hii hapa? Nilikuwa ni hii, ndio. Na unajisikiaje kuwepo sasa mahali hapa na umeshacheza scene, na vipi nyumbani huko wanasemaje mpaka sasa hivi? Nyumbani wanasema Mungu akusaidie. Una kipi cha kuambia Watanzania ambao wanakutazama sasa hapa? Cha kuambia wafuatilie Mtanesa Film na wasichoke kutufuatilia na Mungu atawabariki. Bwana, aminia sana. Niko ndani ya msitu wa Navilago. Director pia atatuambia mwishoni kwamba hili neno linamaanisha nini, lakini pia niko na jamaa ambaye anaitwa Mketege. Kabla tujaenda kwa Malkia ama Malkia na binti wa Msituni, tutamaliza nao baadaye kidogo tuweze kupiga story na Mketege pia, sio ambaye ukiweza kusogea hapa mzee baba, na umependeza sana. Unaweza kutuambia pia hayo mavazi nani ameyabuni au ni kazi ya director? Kwa upande wa mavazi nimeyapambania mwenyewe tuseme. Yeah. Watu wanatafuta mifuko ya kahawa huko ndugu yangu, hawaioni. Wamechelewa sana. Bwana, hongera sana pia kwa kazi nzuri. Asante sana bwana mtangazaji. Nasi tumefurahi pia kwa ujio wako kwenye eneo hili la Navilago. Bwana, shukrani sana. Nimefurahi kuona mazingira, lakini pia nimefurahi kuona wahusika wote ambao wamekuwa wakishiriki huko ndani. Pengine kutuambia unajisikiaje kushiriki katika hii movie kubwa kabisa Nyanda za Juu Kusini, Binti wa Msituni? Kipekee kabisa nimejisikia vizuri kwa sababu ni eneo ambalo linanivuta sana kwa upande wa ndoto yangu kwamba niendelee kufanya sanaa zaidi ya hapa nilipofanya kwa kipindi hiki ambacho nilikuwa naendelea kushiriki movie yetu ya Forest Girl ambayo ni Binti wa Msituni. Na hii ni movie yako ngapi? Kwa makadirio ya haraka tangia nimeanza sanaa, japo nilitakiwa niwe na movie nyingi, lakini mpaka sasa nimeshiriki ni movie ya 5 kwa wakati huu. Yeah. Na unafanya nini katika Binti wa Msituni? Vitu vingi sana nimefurahia upande wa Binti wa Msituni. Ni vitu vingi sana nimefurahia kwa upande wa Binti wa Msituni, kulingana na kwamba director kwanza ni mtu wa kwanza kumshukuru kwenye hii movie kwa sababu peke yangu nisingeweza. Lakini vile ambavyo nimefanya nimefurahi sana, nimefurahia vitu vingi, siwezi kuvielezea vyote. Kipekee sana nimefurahi kulingana na miongozo ambao tunaipata moja kwa moja kwa director, kikubwa ni kuyafuata. Mtani wanasemaje kuhusu wewe kwa sasa? Mtani wanasema nini? Ni shamla nyingi sana. Zaidi sana kutana na watu wanaimba tu wimbo. Navilago Magamba. Kwa hiyo nikaona ni fursa pia kwa watu kujua kwamba tuko sehemu gani. Lakini pia ni kipi tunachokifanya, nikafurahi sana kwamba wanafuatilia kwa ukweli. Na mategemeo yako yalikuwa ni haya ama yamekuwa makubwa sana? Makadirio yangu yaliyokuwepo mwanzo ni tofauti kwa kweli. Vile nilikuwa nategemea na hivi ninavyojiona sasa niko tofauti sana. Okay, pengine ungetamani pia director akupe scene gani ambayo ungecheza ungeonyesha uwezo zaidi kuliko hizi ambazo umepewa? Kwa upande wa scene aliyokuwa amenipa ilikuwa na ugumu kidogo, lakini kulingana na movie ambayo tunaicheza imenilazimu kuingia kwenye nafasi kwa sababu napenda sanaa. Lakini kwa upande wa nafasi nilionayo ya utumishi, tuachane tu na sanaa, ni mtumishi. Kwa sasa washiriki wangu wanapokuwa naangalia baadhi ya vitu, kwa mfano tukio nililofanya liliniletea changamoto kidogo, nililofanya mwanzo kabisa wa scene episode ya kwanza, naonekana nafanya tukio la ubakaji. Lakini bahati nzuri ile tukio halikukamilika, lakini kwa mazingira ya muonekano na watakavyoona waumini wangu, tuseme washiriki ambao Mungu amenipa, nadhani kuna namna mtu anaweza kafikiria vibaya, lakini waendelee kutambua tu kwamba ni maeneo ya sanaa, ni sehemu ya kufundisha na kuelimisha. Na scene gani ambayo huwezi ukaicheza kabisa ukiwa kama mwigizaji? Nikiwa kama msanii hakuna scene ambayo nitashindwa kuicheza. Hakuna scene ambayo itakayonishinda
kulingana na kwamba tu maelekezo nikishapewa mimi na niko tayari kufanya scene yoyote ile. Ukiambiwa uvae nguo za kike utaweza? Nitavaa vizuri kabisa. Bwana, niko na Mketege pia. Na jina halisi pengine ni nani? Majina yangu ninayotambulika naitwa Petro Lucas Nkamba. Lakini kwa mitandao yangu ya kijamii natumia Mketege kama kawaida, Mketege S ambayo ni Sinkamba, na kwenye brand yote natumia ni Mketege moja kwa moja. Bwana, nakubali. Una kipi cha kumwambia pia Mtanzania ambaye anakufuatilia kupitia filamu ya Binti wa Msituni? Mimi nipende tu kuwakaribisha ndugu wote ambao ni wa Tanzania na wale ambao wako nje ya Tanzania kuendelea kufuatilia Forest Girl ambayo ipo hewani kwa sasa, lakini wasiache kutufuatilia kwenye channel ya Mtanesa Film ambayo kuna movie nyingi ambazo zinakuja. Wasikate tamaa. Sisi tunatamani sana kuona wanapata vitu vizuri zaidi, lakini kikubwa ni kwamba director wetu baada ya kufikiria kwamba hatufuatilii hizi movie ni wa Tanzania peke yetu, katuingizia vitu vya Kiingereza kidogo pale vinaendelea kutembea. Kwa hiyo mtu ambaye yuko nje ya nchi anafurahi kuona maandishi yale, hata kama haelewi tunachozungumza kwa upande wa Kiswahili, lakini atasoma kwa Kiingereza atakuwa anaelewa moja kwa moja. Bwana, pongeze kwa director pia. Kwa kweli. Bwana, pamoja sana. Bado niko chimbo msikilizaji, bado niko chaka hapa na niweze kupiga story na jamaa ambaye huyu jamaa kuna moja ya scene ambayo alipewa kwamba akatae kwenda kuwinda ama kumuinda moja ya mtu ambaye anapatikana huko msituni. Mambo vipi kwanza bro? Safi. Kama kawa? Ndio. Wanakuita nani? Magambo. Magambo. Kwa nini ulikataa kwenda kumkamata binti wa msituni? Kwenye msitu huo ana Virago. Kwa sababu mimi nilikuwa nachungia ng'ombe kule. Hiyo siku sasa nikakutana na vitu vya ajabu na ndio maana nikawa nimekataa kwenda. Ndio. Pengine uliweza kueleza nyuma ya kamera na nini ama ilikuwaje? Ama ni script tu inasema inabidi uende? Script ndivyo ilivyosema kwamba niwe kama nakataa lakini niende kwa lazima. Na ingekuwa maisha ya kawaida ungeenda ama usingeenda? Maisha ya kawaida nisingeenda kwa sababu ni hatari sana. Bwana, shukrani sana. Lakini pia tuambie unajisikiaje kushiriki hii movie kubwa kabisa Nyanda za Juu Kusini ya Binti wa Msituni? Najisikia vizuri, naona kama ni fahari sana kwangu kwa sababu ilikuwa ni ndoto yangu hiyo kwamba angalau niwe mwigizaji kwa sababu mimi ni movie yangu ya kwanza. Na ni movie yako ya kwanza? Ndio. Bwana, nakubali sana. Lakini pia kipi ambacho umeweza kujifunza hasa wakati unafanya hii filamu? Nimejifunza mengi. Moja ni kuishi vizuri na jamii, pia na kuelimisha. Alafu jinsi gani naweza kuwa msanii mzuri. Ndio. Bwana, na jamii inakuchukuliaje kwa sasa? Kwa sasa wananichukulia tu vizuri kwa sababu hata nikienda mjini naona wengi wananisalimia kwa kilugha chetu kicha tunachosema na Virago, Magamba. Mara nyingine wanaanza kunitania kwa Kindali ninachoongea kilugha changu cha Kindali. Ndio. Lakini pia hii lugha yako ya Kindali unavyoona kwenye movie inakuongezea kitu ama inapunguza kitu? Inaniongezea. Kwa nini? Kwa sababu naitangaza lugha yangu. Ndio, iende kimataifa zaidi. Bwana, nakubali. Kama director pengine angekupa scene nyingine ucheze ili uonyeshe ukali zaidi, ungetamani akupange katika scene gani? Mimi anipange kwa kwenda kumchukua Tugena, nikamchukue kule msituni. Ndio, kwa sababu nipo msituni, nitambeba tu vizuri. Ndio. Bwana, mimi nikushukuru sana. Basi ongea na Mtanzania ambaye anafuatilia kupitia Binti wa Msituni ndani ya account ya Mtanesa Film. Ndio, mimi nasema tu wasichoke kutufuatilia, vitu vingi vitakuja vizuri kwa sababu director yupo anaandaa vitu vizuri. Kwa hiyo wasichoke kutufuatilia kupitia Mtanesa Film. Wasisahau kushare na kucomment. Sasa naomba ongee kwa Kindali ya. Tuendelee kutukongelea kwenye Bwana, subscribe kwa hila Kindali hiyo. Bwana, bado niko hapa napiga story na waliocheza filamu kubwa kabisa Nyanda za Juu Kusini ya Binti wa Msituni. Inapatikana Mtanesa Film. Endelea kubaki na sisi hapa. Mambo vipi sister? Safi. Wanakuita nani? Jina maarufu naitwa Mama Dwelu, ila jina nililotumia kwenye filamu naitwa Loda. Kwenye maisha ya kawaida kweli wewe ni mbea ama wamekupa tu sini? Kiukweli mimi ni mbea kidogo kidogo. Kwa hiyo director akapatia? Alipatia sana. Na sini gani ambayo ilikuwa ni ngumu sana wewe kuicheza? Sini ya ukojo. Maana hata mmekuja hapa nina alama kabisa ya mikojo. Yani ilikuwa ngumu sana. Mguuni pale nikaumia, nililala siku 3.
Pengine unajisikiaje kushiriki pia filamu kubwa kama hii hapa ya Binti wa Msituni? Najisikia vizuri sana kwa sababu mashabiki zetu wametupokea vizuri sana. Na hii ni movie yako ya ngapi kucheza? Mimi movie ya 3. Okay. Ya 3. Ya kwanza ilikuwa ni ipi na ya pili? Ya kwanza ilikuwa Urithi wa Baba, na nyingine ilikuwa inaitwa Lamani, ndo na hii hapa ya Forest Girl. Na kipi ambacho unafurahia sana katika hii Forest Girl? Nafurahi sana kwa sababu naona hata nikienda nje huko nakuwa maarufu. Blandi kwa mimi mwenyewe nachekelea, kifupi mimi sana naipenda. Na ushakuwa star, unajisikiaje kuwa maarufu sasa? Najisikia vizuri sana. Yaani naona kama vichwa viko vinne, kumbe kipo kimoja. Na utautumiaje huo maarufu sasa ukirudi huko mtaani? Ni kujificha tu, maana wanaweza kanikanyaga. Maana ongea bwana, ongea. Kumbe si walikuwa wananiona mimi nauza matikiti pale. Sasa hivi ndio hapo nipo kwenye video runinga. Lazima wanifuatilie. Jamii inakuchukuliaje kwa sasa? Inachukulia vizuri tu. Wamenipokea vizuri. Nashukuru sana. Na vipi heshima uliyokuwa unaitafuta umeipata? Nimeipata kidogo. Japo ndo nazidi kuipata. Ila kwa sasa nimeipata kidogo. Okay, pengine kitu gani ambacho kipo nyuma kinakusukuma wewe kufanya kazi nzuri zaidi? Kipo nyuma? Ni kupambana tu. Hii kitu unaipenda tangu muda ama ni hivi sasa baada ya kuweza kutafutwa na director? Nitoka muda tu kwa sababu hapo nyuma nilikuwa comedian mpaka sasa hivi. Kwao naipenda sana. Una kipi cha kumwambia director Gamba, una kipi cha kumwambia Mtanesa, una kipi cha kumwambia mliocheza nao filamu pamoja? Kwa upande wa Gamba nashukuru sana kwa sababu anatudirector vizuri. Tulikuwa hata kushuti lakini anapotupa script anatufundisha vizuri. Na upande wa Mtanesa tunashukuru sana maana tunakula pale nini. Ingekuwa tunalala na njaa hapa. Umeona? Na una kipi cha kumwambia Mtanzania ambaye hajaitazama hii filamu mpaka sasa hivi ya Binti wa Msituni? Hebu sema naye kwenye kamera hizi ili waweze kufuatilia hiyo filamu. Mimi namwambia tu aje angalie, inaitwa Binti wa Msituni au Forest Girl. Asichelewe maana hii ina mafunzo mengi sana. Kama mimi hapa ni mbea nimepitia machangamoto nyingi, Wande kanipa vibao hatari. Kwa ambaye ni mbea ajitahidi jamani. Umbea ni mbaya. Ushawahi kusutwa kwenye maisha ya kawaida? Kwenye maisha ya kawaida? Niliwahi kuzaba mara moja tu. Kwa sababu ya umbea? Ndio. Bwana, endelea kufuatilia hii filamu ya Binti wa Msituni. Yako mengi sana ambayo yameweza kufanyika humu ndani na bado niko nao hapa ndani kwa ajili ya kuweza kupiga nao story. Niko na moja ya jamaa pia ambaye anafanya poa sana, amecheza vizuri sana, amecheza kama mtiifu lakini pia mlinzi wa Malkia. Mambo vipi bro? Salama kabisa. Hii heshima unayo kweli ama ni script tu inasema ufanye hivyo? Hii heshima kweli ipo, sio kama najisifia. Ni kitu ambacho director alikiona kwangu ndo akanipa hiyo sekta ya ulinzi. Na pengine kuna issue yote ambayo Malkia alikutuma ukaona kama nadhalilishwa hivi. Ni ipi kama ipo? Ni pale ambapo yani ananituma kwa kumuitia mpenzi wake, yani anamtongoza mwanaume, mimi nikamuitie. Wakati kazi iliyonileta pale ni kumlinda yeye, sio masuala ya kimapenzi. Kwa uliona kama dharau sana. Una kipi cha kumwambia sasa director ambaye amekupanga kwenye hiyo scene? Pengine ingebadilishwa ama ungepewa za kibabebabe zaidi? Ningependa kwamba anipe tu kazi. Yaani nipate kazi tu ya kukamata mtu kumleta kwake. Ila masuala sijui kumuita sijui nini ya mapenzi hayo mimi kweli si afurahi kweli. Sasa inabidi ufuate script na umheshimu director. Lakini pia unaweza kutuambia unajisikiaje kuwepo katika hii filamu ya Binti wa Msituni? Na ni filamu yako ya ngapi? Kikweli najisikia vizuri. Na hii ni filamu ya pili mpaka sasa. Namshukuru Mungu kwa sababu kusema kweli kwanza sifa zote mimi nipeleke kwa Gamba. Director Gamba kwa sababu mimi sanaa nilikuwa naipenda toka utoto, lakini sikuwa na njia yoyote ile ya kufanya sanaa. Sikujua kipaji changu, ila kupitia Gamba, Director Gamba, nimejiona kwamba kumbe na mimi kuna kitu ambacho kipo ndani yangu. Okay, lakini pia utuambie unafurahia nini sana katika hii movie, kitu ambacho kinapelekea wewe kuwepo kambini mpaka sasa hii hapa. Nini ambacho unafurahia zaidi? Kwanza mimi naona mafanikio kwa upande wangu pamoja na
washiriki wote kwa hii movie. Naona mafanikio yapo. Sasa umaarufu unakuja kupitia hii filamu, maana ni kubwa sana huko mtaani, sio poa. Karibu kila library zipo. Umejiandaje pia kupokea umaarufu na vitu kama hivyo pia? Kiukweli mimi nimejiandaa kupokea umaarufu. Ndio kitu ambacho nakifikiria toka utotoni mwangu. Napenda umaarufu kiukweli. Ukipata umaarufu utatumia katika nini hasa? Nikipata umaarufu nitazidi kuelimisha jamii kupitia sanaa hii pamoja na kutoa misaada endapo nikifanikiwa. Okay. Ndio. Na katika hii story najua hujaandika wewe, ila ungekuwa umeandika wewe, unatamani uko mwisho iishaje? Uko mwisho? Uko mwisho mimi natamani binti wa msituni angeletwa kijijini, avae kabisa kama sisi, tuendelee maisha ya kijijini. Na kama script ifanye aiseme hivyo, pengine inataka labda Malkia ndo asiwepo au namna gani, vipi? Yaani kwa nini umetamani kwanza binti wa msituni arudishwe kijijini? Kwa sababu hapo tunakuwa tunamaliza movie kwa kufundisha. Yaani tunamtoa mtu, yani yule aliyekuwa anadharaulika kama ni mtu poli. Lakini kumbe ni binadamu kama sisi ambao tupo kijijini. Kwa tukimchukua binti wa msituni tukaishi naye mjini, kijijini pale, itaonyesha kwamba na sisi tuna moyo wa kibinadamu, kwamba ni binadamu wenzetu. Bwana, mimi nikushukuru sana, na unaweza kutuambia pia pengine sini gani ambao unatamani upewe zaidi ili uweze kuonyesha uwezo wako mkubwa ambao unaona kabisa bado hujaonyesha kwenye jamii? Ni kipengele ambacho, yani nipewe kipengele ambacho ni cha mtu mpole, mstaarabu, kwa sababu hicho kitu hakitanipa vigumu, kwa sababu ndio kitu nilicho nacho mimi. Sasa huo polisi ndio utatuma tena mzee wangu? Sasa hata nikitumwa, kwa sababu mimi sio muongeaji kiukweli. Yani mimi sio muongeaji. Okay, lakini pia sema na Mtanzania ambaye anafuatilia sasa hii hapa kupitia Voice FM Radio Songo Media Mtanzania Filamu, pia fanya kuongea naye ili kama hajatazama filamu basi aweze kuitazama. Napenda kuwashukuru ndugu wanaotufuatilia. Napenda mzidi kutufuatilia pamoja na comment, kushare, ili tuzidi kufika mbali, tuzidi kuwaelimisha kupitia kazi hii ya sanaa. Bwana, basi safi. Huyo ni mmoja wa washiriki wa filamu bora kabisa Nyanda za Juu Kusini, na hii haijai kutokea bila shaka. Mimi naitwa Emid Nangi, lakini pia sasa tuweze kupiga story na binti wa msituni pamoja na Malkia wa kijiji, waweze kutuambia hii bifu yao itaisha lini. Lakini sorry. Karibu sana. Hii itaeditiwa tu. Karibu sana. Kwanza utatuambia mambo vipi, unajisikiaje kuwepo hapa na wanakuita nani? Naanza Devi. Naunganisha Jode. Poa. Wanakuita nani? Wananiita kwenye filamu hii wananiita Wande, lakini jina langu kamili Master Kennedy Kandonga. Unajisikiaje kwanza Malkia kukuchukulia mtu wako? Kikweli najisikia vibaya. Najisikia vibaya sana, lakini najisikia vibaya kwenye movie. Sio maisha ya kawaida. Sio maisha ya kawaida. Lakini pia tuambie unajisikiaje kuwa mshiriki katika hii movie ya binti wa msituni? Najisikia vizuri kwa sababu naipenda sana sanaa, na hivyo nimefurahi sana kushiriki kwenye hii movie. Na hii ni movie yako ngapi na umecheza kama nani? Hii ni movie yangu ya kwanza. Nimecheza kama ni mtu ambaye nina vita na Malkia, na pia ni mtu ambaye nataka kusaidiwa na nafsi, lakini sitaki msaada wa nafsi. Baadaye nimekuwa kitu kimoja na nafsi. Na unafanya nini katika hii filamu kubwa kabisa? Nafurahi. Yaani kitu cha kwanza ninachokifurahi kwenye hii movie, nini ambacho unafurahia pengine mnavyoishi na jamii huko ndani, sini ambazo unapangiwa na vitu kama hivyo, pia ratiba kwenda na muda na mengine. Yaani kifupi mpangilio mzima, nini ambacho unafurahia? Kitu ambacho nakifurahia kwenye hii movie, naishi vizuri na watu, naheshimu kila mtu, pia na director wangu. Pengine ukipewa sini gani ambayo unaona kabisa unaifiti utaua zaidi? Sini ya kumpofua Malkia macho. Una hiyo roho mbaya?
Kwenye movie? Kwenye movie ndio nina hiyo roho mbaya. Bwana nikushukuru sana, lakini pia una kipi cha kumwambia sasa director ambaye amekufanya leo hii hapo umekuwa maarufu umeonekana pia? Namshukuru tu director wangu, maana bila yeye nisingekuwa nipo na Vilago. Shukrani ziende kwake. Na ushe kufikiria pengine kuna kijiji kama hiki watu wanaishi maisha ya kawaida kabisa ambao nyinyi mnaishi? Ndio, kipo. Nimeshawahi kwenda Ngwala huko. Nikaona watu wanaishi kama Chunya huko. Ndio. Bwana pengine kipi cha kumwambia sasa Mtanzania ambaye anakutizama sasa hapa kupitia Songo Media lakini pia Voice FM Radio na Mtanesa Fila? Sisi tunashukuru kwa kutusupport. Pia kuhusu Mtanesa tunamshukuru sana, maana bila yeye tusingekuwa tupo hapa pia. Ndoto zako unaziona zikitimia sasa? Ndio. Bwana hapo sawa. Ni moja ya mshiriki pia katika filamu ya Binti wa Msituni, lakini pia bado niko nao wengi sana. So endelea kubaki na sisi hapa. Bwana mtazamaji, sasa niko na mabinti wawili ambao wao ni kama maadui katika hii filamu ya Binti wa Msituni. Kama unaifuatilia, kama hujaifuatilia basi fanya kuifuatilia sahihi hapa ili uweze kujua visa na mkasa ambao unaendelea katika Binti wa Msituni. Niko na Malkia huyu hapa, atatuambia huyu Malkia kwanza kautoa wapi na anaitwa nani. Mambo vipi? Wanakuita nani? Nana. Malkia Nana. Malkia umetoa wapi kwanza? Majukumu aliniachia babangu. Na unavyoona maisha ya kawaida pengine ungeishi kama unavyoishi kwenye hii filamu? Na kipi ambacho ungerekebisha? Chenye ningerekebisha ukatili. Ningepunguza kidogo. Mtu gani ambaye umemfanyia ukatili kwenye movie ukamwonea huruma? Bado sijaanza kufanya huo ukatili. Mpaka nianze sema namuonea huruma bado. Bado vita ni mbichi. Ila kuna mtu namuonea huruma mbeleni. Yeah. Nakubali, lakini pia tuambie unajisikiaje kuwa mshiriki katika hii filamu na tuambie ni filamu ya ngapi katika kumbukumbu zako? Kwanza niseme shukrani zangu nizipeleke kwa director Gamba kwa sababu mimi bwana nilikuwa nimeshakata tamaa kabisa yani ya kuhusiana na filamu. Nilikuwa nasema tu ngoja sasa hivi nibaki tu kwenye muziki na dili na muziki, kwa masuala ya filamu na nini nilikuwa nimeshakata nao tamaa. Kwa nimshukuru Gamba, nimshukuru Mtanesa. Yeah. Na sini gani ambayo umeweza kuicheza humu ndani ukaona kabisa ya Malkia inatakiwa kuwa hivi? Ni sini nyingi. Kuna sini moja hivi nilikuwa nimekaa nimetulia. Yaani nimekaa nimetulia, yeye mwenyewe anasema yes. Huyu ni Malkia. Na sasa mbali na hicho, kipi kingine ambacho unafurahia katika hii movie ya Binti wa Msituni kwa ujumla? Cha kwanza unajua maelewano. Ya, unajua wanasema ibada njema huanzia nyumbani. Tunaishi vizuri sana. Kwa tukitoka kambini tunaenda kushuti tupo na happy, furaha, umoja wetu. Naufurahia sana. Nje ya filamu hakuna chuki ambayo unaiona kati ya wewe na Binti wa Msituni au bado hujaiona? Chuki ipo kubwa sana. Mbali na kushuti? Mbali na kushuti nje. Hapana. Ni Douglas ambaye nampenda sana. Yeah. Bwana nakubali, lakini pia tuambie jamii na kuchukuliaje kwa sasa? Ukirudi huko mtaani, japo wewe ushakuwa maarufu kabla katika upande mzima wa muziki na filamu zako pia bila shaka watu wameziona nyingi, bado hujatuambia kwamba ni ngapi, lakini pia tuambie jamii na kuchukuliaje kwa sasa? Kwa sasa hivi imekuwa ni ngumu hadi kwenda sokoni. Yaani unasema nikipita hivi watanichukuliaje, hii tunaharibika na udongo hivi usoni. Kwa sababu ni mtaa wa nyumbani, lakini tayari jina lishabadilika, naitwa Malkia Nana. Kwa hii movie imeniongezea kitu. Pale penye nilikuwa naendelea kuongeza kitu. Yeah. Jamii na kuchukuliaje sasa? Jamii. Inanichukulia kama star, wakati bado mimi naona bado. Kwa hiyo nashindwa hata kwenda sokoni, nashindwa hata kwenda kununua sabuni kwa wazee wanavyonichukulia wao. Na vipi huko mtaani sasa kutokana na huo Malkia wako? Wanakuogopa kama binti wa huko msituni kweli ama wameshindwa yaani wanakuchukuliaje kwa sasa hivi? Watu waliotazama hiyo filamu sana. Yaani hawanichukulii vibaya. Wananipa tu gwaidi. Unajua sasa hivi tofauti na zamani. Kifilamu tuseme. Zamani mtu unaona kama zile movies za zamani za kutisha na nini, ukimwona mtu anamkimbia anamuogopa na nini, sasa hivi imekuwa ni tofauti sana. Ninachopokea sana mtaani kwangu ni kwamba ongeza bidii, changamka, utafika mbali. Hicho ndio ninachopokea sana. Na katika hii filamu kuna chochote ambacho umecheza unaona kabisa kinaendana na maisha yako? Hapana. Vyote ni vigeni.
Okay, na pengine ukiachana na hii filamu, kwanza kuna swali ambalo limekuwa likiulizwa na mashabiki, kama umekuwa ukisoma komenti kwamba Malkia mbona hajaolewa mpaka sasa hivi? Sababu pengine nadhani ni Kwanza mimi sitaki kuolewa kwa sasa hivi. Kwa sababu gani? Kwenye filamu lakini. Sitaki kuolewa. Na unajua nampenda sana Kasongo. Sitaki kuolewa. Kama Kasongo atakubali, tutakuwa labda baadaye labda. Lakini kwa haya majukumu ambayo babangu kaniachia ni makubwa. Ni makubwa mno. Kwa hiyo yani sasa hivi ninachowaza sana ni kwamba wananchi wangu na waendesha vipi. Okay, pengine hii ingekuwa sio filamu. Hiki unachomfanyia mlinzi wako, unaona ni sahihi? Ni sahihi kwa sababu ni oda. Inabidi afuate tu kwa sababu ni oda. Yeye kasema ni dharau, sasa hebu sema naye unachokicha kuambia. Hiyo ni dharau kwa sababu anaongea pasipokuwa mimi. Lakini mimi nikiwa nipo karibu hawezi ongea. Kwa sababu kibarua chake kitaota nyasi. Na pengine hii hujatuambia kwamba hii ni filamu ya ngapi, labda kama sijasikia vizuri. Katika kumbukumbu zangu nimecheza filamu nyingi sana, lakini nyingi hazikufanikiwa. Yaani mimi nimeishi kwenye makambi mengi sana, sio la msidi, sio la ngapi, mpaka ikafikia issue ya kukata tamaa sio mchezo. Na umeonaje waigizaji wapya katika hii filamu ya Binti wa Msituni? Na pengine kama ungepewa nafasi ya kushauri chochote, ungeshauri nini? Kwa hawa wapya, ninachowaomba heshima, nidhamu. Wanazo najua. Na tunaishi, ndio maana kwamba tunaishi vizuri sana. Lakini wakiwa wanaendelea na nidhamu zao hivi tutafika. Unajua msanii kinachombeba ni nidhamu. Muda. Ukishazingatia hivyo vitu viwili, nidhamu na muda, utaishi na kila mtu. Okay, pengine huu series wa Mtanesa pamoja na Gamba ungekuwepo tangu awali, nadhani pengine kiwanda cha filamu kwa Songwe kingekuwaje? Tungekuwa tuko mbali sana. Sasa hivi tungekuwa tunazungumzia hata kambini. Tungekuwa tunakula nyama, samaki. Tunakula, ila sasa tungeishi kistaa zaidi kwa sababu tungekuwa tumepiga hatua kubwa sana. Mazingira huko nayonaje pia? Kivyangu mimi naona ni mazuri sana. Basi ukiwa kama na anafanya kusema na Watanzania ambao wanakutizama sasa hapa, uweze kuwashauri basi ama kuambia kwamba waweze kufuatilia hii filamu na vitu kama hivyo pia, na inapatikana wapi, sema nao. Jamani, cha kwanza mimi nawapenda kwa sababu nyie bila nyie tusingekuwa tumefika popote pale. Yaani nyinyi ni chachu kubwa sana. Tumekaa hapa ni kwa ajili yenu. Nachowaomba msishie hapo. Muendelee kusabu, kucomment na kushare. Pia kuitembelea sana channel ya Mtanesa Mtanesa Film. Hivyo nawapenda sana. Msichoke kutufuatilia. Na pengine pia Nana, kuna swali ambalo nilikuwa nimesahau hapa, nimeambiwa nikuuliza na director Gamba kwamba pengine natamani mwisho uweje kati ya wewe na Binti wa Msituni. Kabla Binti wa Msituni hajatuambia anatamani mwisho uweje. Yaani ingekuwa mimi ndo naandika hii story, Malkia Nana mwishoni angekufa. Angekufa, mwisho wake angekufa kwa haya ambayo wanayofanya. Alafu Malkia Shari abaki kwa Malkia mkuu pamoja na baba. Alafu pia Malkia wa msitu Gena arudi kijijini, maisha yaendelee. Tutasikia pia mtazamo wa Binti wa Msituni anasema nini. Yeye ndo afe ama afe Malkia Nana. Lakini pia endelea kufuatilia kupitia kurasa ya Mtanesa Film pale YouTube ili uweze kujionea mengi zaidi. Lakini pia kushoto kwangu niko na Binti wa Msituni. Kwanza director, naomba uniambie katika hii filamu, sijui utakuwa umevujisha kama itakupendeza, yupi ni Sterling? Yupi ni Sterling? Yeah. Hiyo ni siri baba. Hapo sawa. Basi mtazamaji, endelea kufuatilia ili uweze kujua yupi atakuwa ni Sterling katika hii filamu ya Binti wa Msituni. Mambo vipi? Safi. Kwema? Kwema. Wanakuita nani? Kwa jina langu kamili naitwa Jennifer Edward Kasambara, ila kwenye hii movie natumia jina la Gena. Na hii ni filamu yako ngapi kuifanya? Hii ni filamu yangu ya 3. Bwana, lakini pia unaweza kutuambia hii nafasi kubwa ambayo umepewa katika hii filamu ya Binti wa Msituni, una kipi cha kuambia waandaaji wa hii filamu kwanza, na unajisikiaje? Kwa upande wangu mimi najisikia vizuri kwa sababu ni moja kati ya filamu ambayo ndo nimepewa uhusika mkubwa. Pia nawashukuru sana walioandaa hii filamu na uhusika walionipa. Nawashukuru sana.
ukija kwenye maisha ya kawaida mpaka sasa hivi jamii inakuchukuliaje kama binti wa msituni? Kuhusu jamii, kusema kweli mimi ni mtu wa kushinda sana kambini, bado sijatoka. Ila mapokezi ya hii filamu ni makubwa. Yaani kuna muda hata mimi mwenyewe kuondoka kambini najishtukia. Nahisi kama nikifika huko mtaani kutakuwa na kelele nyingi. Kuna muda nilienda nyumbani, kila nikipita watoto hata watu wazima kabisa wanasikia wanaimba, "Oh, misitu sema," maana unajua mimi sinaga ile salamu yangu kamili. Kwa hiyo wanautumia huo wimbo kuashiria kwamba wananitambua. Lakini pia hiyo heshima ambayo unapewa mtaani unaipokea vipi? Kwa upande wangu mimi naipokea kwa ukubwa na namshukuru Mungu kwa kunifikisha hapa nilipokuwa. Ana sio kazi ndogo kusema kweli. Okay, pengine hii ukubwa ambao umepewa kwenye hii filamu unaona kabisa pengine labda ni mzigo mkubwa sana, ama unaona kama umependelewa sana, ama ulipokeaje hii nafasi ya kuwa mhusika mkuu? Kwa upande wangu mimi niliupokea kwa mikono miwili kwa sababu yani kushuti au kuigiza ni kitu ambacho nakipenda. Kwa hata walivyoniambia kwamba utakuwa Forest Girl sikuona shida yoyote wala tabu yoyote. Na kipi ambacho unafurahia sana katika hii filamu? Kitu ninachofurahia katika hii filamu ni umoja ambao tuko nao wasanii wote. Pia nafurahia mapokezi ya hii filamu maana imekuja kwa kishindo sana. Okay. Na sini gani ambayo ilikuwa ni ngumu sana kwako wewe kuicheza? Sini ngumu ni nyingi kwa sababu sini nyingi mimi huwa ukifuatilia sana Forest Girl huwa natumia mime. Kwa ila sini iliyonipa shida sana ni sini siku hiyo na shoot na Malikia na mlinzi wa Malikia kwenye mvua. Ile sini kusema kweli ilinipa taabu. Okay, lakini pia nini ambacho una kipi cha kuambia sasa watu ambao wanakutizama na wanao kuchukulia pengine labda kweli huyu binti ni wa msituni, ili jamii kama ni kukuogopa basi aache kukuogopa? Kwa wale wanaonichukulia kama mimi ni binti wa msituni, sio kweli. Mimi sio binti wa msituni. Na mimi nikitoka hapa naenda nyumbani, naoga, napendeza, napaka mafuta na kuwa kama raia wa kawaida. Kwa binti wa msituni nikiwa kushuti, ila nikisharudi kambini mimi ni mtu wa kawaida tu. Lakini pengine katika hiyo scene ambayo umecheza kuna chochote ambacho kinaendana na maisha yako ya kawaida? Hapana, kwa sababu hii scene imechezwa kipolipoli, afu mimi mazingira niliyokulia sio haya. Mhusika gani ambao ukifanya naye kazi unaona kabisa ni rahisi? Yaani katika ile filamu wale ambao unawatuma na nini, kuna wale ambao au tukio gani ambalo wakati unafanya uokozi uliona kabisa hapa itakiwa ningetoa adhabu ingekuwa maisha ya kawaida? Tukio ambalo nilimkuta Mketege anabaka. Kusema kweli hiyo tukio lilinikera kwa sababu mimi ni mwanamke, alafu anayetendewa kile kitendo ni mwanamke kama mimi. Yaani nilitamani hata nimuue. Alafu vile vile anavunja sheria, anakuja msituni kana kwamba ni nyumba ya babake. Aliniuzi, kusema kweli ananiuzi. Lakini pia unaweza kutuambia changamoto katika hii filamu kwa ujumla ni zipi ambazo umezipitia wakati wa kushoot na vitu kama hivyo pia? Ukizungumzia kwenye upande wa changamoto ni nyingi mno. Maana hata ukiniangalia hapa kuna hali fulani utagundua nimepakwa matope mwili mzima jamani, ili swala. Alafu changamoto nyingine ni ya kutembea umbali mrefu kutoka kambini mpaka eneo tunalokuja kushuti. Hilo nalo limekuwa ni changamoto maana muda tunaotumia kutembea njiani ni muda ambao tulikuwa tunatakiwa kushuti sini zingine. Pia kutafuna lile aloe vera. Napo hiyo ilikuwa ni changamoto. Okay, lakini pia binti wa msituni umekwisha sikia maneno ya Malkia kwamba yana tamani mwisho wa movie yange kufa wewe ubaki urudi kijijini. Wewe ungekuwa mwandaji wa hii filamu ungetamani nini kifanyike mwisho wa filamu hii hapa? Mimi ninachotamani mwisho wa hii filamu kifanyike, mimi sitaki kumuua Malkia Nala. Mimi ninachotaka kumuelewesha kuwa yeye alichokuwa anakifanya sicho. Hakutakiwa kutumia nguvu bali anatakiwa kutumia akili. Maana ukifuatilia sana matukio yake yeye anatumia sana nguvu kuliko akili. Mimi ninachotaka kumwaminisha kuwa mimi ni binadamu kama yeye na nina haki ya kuishi kama anavyoishi yeye. Alafu ukizingatia mimi japokuwa ni Malkia wa msitu, wenyewe wana makosa yao, yani wakiingia msituni kwangu wanafanya uharibifu. Kwa mimi nataka mwisho wa hii filamu tukutane kama wana kijiji, Malkia wa kijiji na mimi Malkia wa msitu tukubaliane, wana kijiji wao wanaingia msituni na mimi niwe na uhuru wa kwenda kijijini.
Kuna yule dogo ambaye umekuwa ukimtuma mara kwa mara. Bila shaka ni wewe umekuwa ukimtuma, sio? Ndio. Na pengine katika maisha ya kawaida unamwona ni dogo aina gani? Yaani katika maisha ya kawaida ni tukiachana kwenye movie. Yule yani huyu dogo kusema kweli ni dogo mmoja hivi ana akili sana. Hata jinsi yani tunavyo yani ukimwangalia uhalisia yani tulivyomshutisha na maisha halisi tunavyoishi naye. Okay, sawa. Katika haya maswali pia unaweza kutuambia mtu gani ambaye unatamani umshauri katika hii filamu ya Binti wa Msituni? Yupi ambaye unatamani umshauri chochote? Kama Lavnana, kama ni nani, kama ni Mketege, kama ni nani? Kama unatamani umshauri chochote kile, fanya kumshauri sahihi hapa ili tuweze kufunga kurasa. Mtu ambaye mimi natamani kumshauri kidogo hapo ni Mketege. Kuna namna Mketege anavyoongea na Malikia wake, yani anakuwa utafikiri sasa yeye ndo mfalme afu Malikia ni kijakazi. Ili swala mimi kila episode inavyotoka akiwa ameongea na Malikia, ili swala huwa analiona. Yani ana ile tabia ya kupandisha sauti yake inakuwa iko juu kuliko ya Malikia. Hicho ndo natamani Mketege, yani yeye ndo ajishushe kidogo ile sauti yake kipindi anapoongea na Malikia, aongee kama anaongea na Malikia, siongee kama anavyoongea na wanakijiji wengine. Bwana, sasa hapa atatujibu director ama atatujibu Mketege mwenyewe? Maana pengine anaweza kama amepanga script watatujibu, lakini pia tuambie una kipi cha kuambia Watanzania ambao wanakufuatilia sasa hapa kupitia Songa Media. Kwanza kabisa nawapenda sana. Pia wasahau kutufuatilia kwenye channel zetu za Mtaneza Film. Mimi pia nina channel zangu za Forest Girl. Msisahau kunifuatilia. Msisahau kulike, kucomment, kushare, kusubscribe. Hivyo. Bwana, nakubali sana. Mketege, njoo tupige story, tufunge kurasa hii hapa. Babe kwa Malkia, ndugu yangu, umekuaje huu? Kwa kiufupi ni kwamba uhusika niliopewa na director unanipelekea kufanya kitu ninachotaka. Yaani kiufupi ni mtu ambaye ni mkakamavu, sio mzembe. Kwa wakati mwingine ninapokutana na Malkia kuna hofu inayokuepo moyoni kama Malkia, lakini nachukulia wastani kwamba ni mwanamke. Alafu kutaka kunitawala kabisa moja kwa moja inakuwa ni ngumu sana, kwa sababu hata wa kiume wenyewe kidogo tunakinzana. Kwa hiyo sasa nikiangalia ni mwanamke, nitakiwa niwe kawaida sana, hofu sio nzuri. Okay, hapo umejibia swali lako, lakini pia tuambie unatamani kumshauri nani katika hii filamu ambacho unaona kabisa jamaa kama kikufurahishi hivi. Mshauri hapa. Kwa upande wa ushauri kwenye upande wa filamu moja kwa moja ni kumshauri Wande bwana, mienendo yake ni mizuri, lakini wakati mwingine kuforce mahusiano. Unajua kuna mtu wa kushindana naye lakini sio Malkia. Malkia ni mtu mzito. Sasa kwa sababu ya uchawi wake naona akatumia fursa ya nguvu zake kwamba chukue chombo, lakini ilikuwa ni ngumu sana kwa upande wake. Bwana, shukrani sana. Wande, pia tunakuomba uweze kujibia swali, uweze kutuambia kwa nini inakuwa hivi. Bila shaka umeweza kusikia kile ambacho ameweza kuzungumza hapa mtu mzima Mketege. Tujibie kwanza hilo, tuambie nini sababu ya yote hayo, lakini pia utatoa ushauri kwa mtu mmoja. Kasongo mimi yani ni kama Kasongo na mimi na Malkia tunagombaniana mwanaume mmoja. Lakini Malkia anatumia mamlaka yake kutaka kuninyang'anya Kasongo wangu, na ni kitu ambacho mimi sikubaliani nacho na sipo tayari kukikubali. Kasongo ni wangu na ninatamba naye. Okay, lakini pia tuambie wewe unamshauri nani katika hii filamu? Katika hii filamu naye mshauri Malkia Nana. Unamshauri kipi? Namshauri aache kutumia mamlaka yake kunyang'anya mapenzi ya watu. Bwana, Malkia Nana apunguze, sio? Ndio. Bwana, Malkia Nana pia tunaye hapa aweze kutuambia kwa nini inakuwa hivi na ana kipi cha kumwambia sasa huyu ndugu yetu. Unajua bwana, nguvu na maneno haviendanage. Kwa hiyo tutajua mwenye nguvu ni nani na mwenye maneno ni nani. Kwa hiyo mimi natumia nguvu. Tutajua mbele tutajua ni nani. Okay, na una kipi cha kumshauri mtu yeyote sasa hapa ambao hajashauriwa bado? Ambao wako hapa. Hapo kumshauri wala mimi kama wamewamaliza. Mlinzi au mshauri chochote labda Nani mshauri Magambo? Unajua bwana Magambo ni muongo sana.
Magamba umeenda kumwambia binti wa watu huko atampa ng'ombe, sijui atafanyaje na nini. Na hana. Kwa nini anakuwa muongo? Kwa nini sio tu mwazi? Yaani aache tu uongo kwa kweli. Magamba ndio ushauri wangu. Bwana, una kipi cha kuongea sasa ndugu yetu wewe? Jibia kwanza hii tuhuma, lakini pia tuambie na wewe unamshauri nani nini? Kweli kwenye mapenzi lazima uingize ka uongo kidogo ndio unaweza kukubaliwa, kwa sababu usipoingiza ka uongo kaongea tu ukweli, wanawake wa sasa hivi walivyo uwezi kukubaliwa. Kwa hiyo ndio maana kama nitumie ule uongo ili nikubaliwe. Kwa hiyo pia nilifanya hivyo ili nikubaliwe. Ndio. Sio kwa ubaya. Sio kwa ubaya. Lakini pia una kipi cha kumshauri sasa? Amebakia sister hapa, lakini pia na brother pale. Una kipi cha kumshauri? Chagua mmoja wapo umshauri. Mimi ninaambia naweza kumshauri ni mlinzi wa Malkia. Anavyotumwa asiwe mtu wa kukataa. Kwa hiyo asijue kwamba, asione kwamba labda naonewa wala nini. Yupo kwenye amri, kwa hiyo afuate amri. Kama hataki aache kazi. Kama hataki arudi kijijini. Brother, karibu sana hapa. Uweze kujibu pia hizi tuhuma. Naona hadi hapa unamlinda Malkia ndugu yangu. Mambo vipi tena? Safi. Hebu jibu tuhuma zako hizi. Kikweli naweza nikamtii Malkia kwa sababu ni Malkia wangu. Anachokisema nikifuate. Ila ingekuwa ni uhalisia, kikweli ningekuwa naenda tu hivyo tu, ila moyo hujapenda kabisa. Au ungerudi bush? Lakini hapana, kwa sababu kufanya kazi kwa Malkia kwanza ni cheo. Mbali na nini, ni cheo. Alafu msosi bure. Kila kitu bure. Okay, sasa amebakia bidada hapa. Una kipi cha kumshauri ili naye aweze kusema lolote? Kuhusu huyu mbea bwana, naomba pia apunguze tu mbea, kwa sababu kuna muda anaweza akaaga anaenda sehemu ametengeneza tu tatizo, akaomba ruhusa kwa Malkia aondoke, kumbe amemisi umbea tu, aende kupiga umbea huko. Lakini kazi iliyomleta kwa Malkia haifanyi kwa wakati, kuna muda anaenda kupiga umbea. Okay, shukrani sana. Pengine naye aje hapa ajibu hizi tuhuma, lakini pia tuambie kipi ambacho anacha kusema. Yeye atatoa ushauri kwa ujumla. Kwanza jibu hizi tuhuma za huu mbea, lakini pia bila shaka umeweza kumsikia. Jibu hizi tuhuma, lakini pia shauri kwa ujumla hawa waigizaji wa Binti wa Msituni. Mimi kwenye swala la umbea hili najilazimu kwa sababu nipo pale kwa Malkia. Yaani nipo kama kipele. Ninapompelekea ule umbea anazidi kunipenda. Kwa hiyo nikipunguza naweza nikarudi kijijini. Na mimi mwenyewe sitaki kurudi kijijini. Na yule mdada ulitaka akupe dawa ili Malkia anakupenda, alikupatia dawa? Yupo kwenye changamoto ya kunitafutia. Japo nilisahau kumkumbusha. Ndio maana hata Malkia alinizaba makofi, bado anachuki na mimi. Kwa hapo ni kuoga dawa. Hapa kuoga dawa. Mwenye ana dawa huko jamani, aniletee tu. Mimi sitaki kurudi kijijini kiukweli, maana natamba sana. Bwana, nakubali. Na unaoshauri nini sasa waigizaji wote wa Binti wa Msituni? Ushauri wangu tuzidi tu kupambana, tuwe na umoja. Hivyo. Na Wande pia apunguze kauchawi, maana ananizaba sana kukojoa huku, mimi sitaki kabisa tena. Okay, na huyu dogo ambaye amekuwa akitumwa ama ndo amesimama kama mtabiri Yes. Una kipi cha kumshauri pia ili naye ajajibie tuhuma zake? Kifanya kigugumizi. Apunguze kigugumizi. Mimi naona tu angekuja kuongea mwenyewe. Umsikilize maana ana kigugumizi kidogo. Hebu sogea kaka mkubwa ama kaka mdogo, njoo hapa uweze kujibia hizo tuhuma kwamba hicho kigugumizi kinatoka wapi. Ni script ama vipi? Umeweza kusikia tuhuma zako Ndio. Unazijibia vipi sasa? Hizo tuhuma nashukuru kwa kuniambia, ndazitekeleza, nitajifunza, nashukuru sana. Okay, lakini pia unatamani haya maisha yangekuwa maisha ya kawaida? Haya yangekuwa maisha ya kawaida. Umetamani yangekuwa maisha ya kawaida? Ndio. Kwa nini? Kwa sababu yalikuwa ni maisha mazuri sana. Wale ambao unapewa maagizo ukawapelekee hawayatekelezi, wewe unajisikia vipi?
Najisikia vibaya, manake nakuwa kama naongea uchafu. Bwana, nakubali. Na kipi cha kuambia Watanzania sasa kwa kumaliza ili waendelee kufuatilia filamu yetu hii hapa? Cha kuambia wasichoke kufuatilia, na sisi hatutachoka kuwaletea vitu vizuri, na tutazidi kuwaletea vitu vizuri. Bwana, mimi nikushukuru sana. Asante sana. Bwana, kwa kumaliza pia niweze kumaliza na director mwenyewe ambaye ni director atajitambulisha pia, Gamba. Bila shaka atatuambia pia ana kipi cha kushauri kwa ujumla, nini ambacho anatarajie pia baada ya hii filamu. Itakuwa ni mwendelezo ama mwisho wetu utakuwa ni hapa? Karibu sana. Asante. Kwanza kabisa nianze na jambo la kushauri. Kwanza kushauri, naanza kuwashauri wasanii wangu, lakini na wasanii wengine ambao wanapatikana ndani ya mkoa wa Songwe. Hii ni mwendelezo na kampeni yangu nilionayo kwa kipindi hiki ni kuhakikisha Songwe inasimama na kutambulika Tanzania na duniani kote. Mbeya waliamua kututoroka. Benloya anaiwakilisha Mbeya kwa ukubwa sana, lakini mimi pia nahitaji kuziba lile pengo la watu wa Songwe, kuiwakilisha Songwe kwa ukubwa sana duniani na Tanzania. Kwa hiyo wasanii mliopo huko mitaani ambao mnahitaji nafasi zipo, lakini kikubwa zaidi ni kwamba nidhamu ndio kitu pekee ambacho kinaweza kusababisha msanii ukafanikiwa. Iwe ni kwa director, kwa kameramani, kwa mtu yeyote ambaye anakuzunguka kwenye kazi yako ama kwenye jamii. Nidhamu ndio kitu cha kwanza, kwa sababu tunasema msanii ni kioo cha jamii. Kama wewe ni kioo cha jamii, je, jamii inajifunza nini kwako kabla hujaingia mbele ya kamera? Umeona? Kwa lazima tujiheshimu, lakini pia tuheshimu kazi, tuheshimu ratiba. Hakuna kitu ambacho kinakera na hakuna kitu ambacho kinaboa director yoyote ule duniani kama pale msanii ambapo anashindwa kwenda na muda. Lakini pia msanii anapokuwa anakinzana na ratiba, kwa sababu unamtoa director kwenye timing. Umeona? So tuwe wavumilivu, tuwe na nidhamu, tutafika na Songwe lazima itasimama imara. Okay, na ni kivipi huwa inakukera hawa madirector ambao wanakuja na kuondoka kwa mkoani hapa Songwe? Yaani anafanya filamu pengine hata haishi na nini, au short film dakika 10 na ngapi? Una kipi cha kusema nao pia? Fanya kuwatumia salamu ili waweze kujua kabisa kwamba ni kivipi unakereka. Kitu ambacho naweza kusema kinakera ni hakuna maumivu magumu kwa msanii. Mimi mwenyewe ni mzaliwa wa Songwe, na haya ambayo wameyapitia wasanii hata mimi ni mmoja wapo nimeyapitia. Mpaka kufikia hapa ni baada ya maamuzi magumu ya kuona yale maumivu yamezidi too much. Umeona? Kwa hiyo kitu kinachomuumiza msanii yoyote ni kufanya kazi alafu asione. Yaani ni bora usimlipe, umeona? Lakini kile ambacho amekipambania, ameonyesha uwezo wake, ameumia kukifanya, basi kiifikie jamii, kwa sababu hilo ndo lengo la msanii. Kufanya kitu ili jamii kaone, na ndio maana akaitwa kioo cha jamii. Kwa hiyo ni maumivu makubwa sana pale ambapo msanii unamfanyisha kazi ngumu, lakini mwisho wa siku haoni kile alichokifanya. Okay, pengine mimi nikupongeza sana kwa hii filamu ambayo imekuwa ni kubwa sana mkoani. Sasa tunaomba utupe ama utuibie siri baada hii filamu ya Binti wa Msituni kuisha itakayofuatia. Hatutaki jina la filamu. Utuambie tu pengine itakuwa ni filamu ya aina gani? Ya mahusiano, ya action, ya mambo ya uchawi sana ama ni nini? Tupe tu hiyo siri. Asante sana kwa hiyo fursa. Of course kuna project nyingi ambazo ziko nyuma. Kuna project nyingi ambazo tunaziandaa zinakuja. Yaani zinaweza ni zaidi ya hii Forest Girl, na zikaja kwa ukubwa kwa sababu tunaongeza ubunifu, lakini pia siwezi kutoa sana siri. Unajua hii game ni vita. Sure. Game ni vita. Hapa penyewe kuna watu ambao wanajipanga kuja kupambana na mimi. Umeona? Na mimi nimejipanga sawa sawa. Niko tayari kwa vita, ila niwaahidi tu kwamba kuna kazi nyingine kubwa sana ambayo tuko tunaiandaa na inakuja muda sio mrefu, ambayo kama Mungu akipenda itakuja kuwa ni mbadala wa Forest Girl. Yes. Bwana, mimi nikushukuru sana. Kama kuna watu wa kuongea na Watanzania basi sema nao sahihi hapa. Naweza kusema kwamba nawashukuru na nawapenda sana. Mimi ni mzalendo wa nchi yangu, ni mpambanaji ambaye natamani kuona vijana wa Kitanzania tunaendelea kufanikiwa na tunaendelea kujituma, kwa sababu
tutoke kwenye zile linki za kuwa nchi yetu mojawapo kati ya nchi maskini duniani. Ni wishi yangu kubwa kwamba Tanzania tufungue mipaka zaidi ili tuweze kuifikia dunia kwa ukubwa. Kwa hiyo nawapenda, msichoke kutufuatilia, msichoke kutizama kazi ambazo tunazileta. Nyinyi ndo supporter ambayo itasababisha sisi tuweze kufikia malengo yetu. Lakini nyinyi ndo mtakaosababisha sisi tuweze kuifikisha Tanzania duniani kote, kwa sababu hizi kazi ambazo tunafanya zinaluka nje za nchi. Umeona? Nje ya Tanzania, Kenya, Uganda, Nairobi wanafuatilia hizi kazi na wanatuma comment. Of course tunahitaji support yenu. Bwana, nipo ndani ya kijiji cha Navilago. Kwanza director, tuambie nini maana ya neno Navilago? Watu wengi wamekuwa wakipata shida sana kutaka kujua hili neno Navilago lina maana gani ama linatokea wapi. Kiufupi ni kwamba Navilago ni kijiji. Umeona? Navilago ni kijiji ambacho kipo katikati ya hiki kijiji. Yaani hapa tulipo, ukisonga mbele huko ndani kuna sehemu, kuna milima, yani katikati ya milima kule ndo kuna kijiji kinaitwa Navilago. Umeona? Kwa sisi tuliamua kutumia hili jina kwa sababu kipindi ambapo tunatafuta location tulitembea tukapita kote, tukafika katikati ya hiyo milima huko. Tukakuta location nzuri kweli. Tukaambiwa kuna kijiji sasa kinaitwa Navilago ambacho mkishuka chini ya hiyo milima mtakikuta huko. Umeona? Tukarudi siku hiyo kwamba tukahofia mafuta yetu tunaweza tukashindwa kurudi. Tukaja tumejipanga mara ya pili kwamba lengo tufike hapo Navilago tukapaone. Huwezi kuamini, tulichapa mafuta, tumetembea panda milima na mabonde kuja kufika pale Navilago, tumekuta nyumba mbili. Alafu tumemkuta bibi mmoja anachuma mboga jioni. Kaambia hapa ndo Navilago. Tulichoka. Unaona? Tulichoka kwa sababu tulikuwa tunatarajia kwamba hapo Navilago tungepata kile ambacho tulikuwa tunakihitaji kwa sifa ambazo tulipewa. Unaona? Lakini kumbe ni katikati, ni kaeneo kapo katikati ya milima. Kwa hiyo tukasema hii Navilago hii itabidi tuende nayo sasa. Hiki kijiji Mtunduru sisi tunakibadilisha jina kinakuwa Navilago, na ile salamu yetu ni Navilago Magamba. Magamba kwa sababu hii Mtunduru ama ile eneo ambalo tupo linapatikana kwenye hii kata ya Magamba, Nafuko Magamba. Umeona? Lakini Navilago ndio hicho kijiji ambacho kipo huko katikati ya msitu. Kwa hiyo tukaona tukitrendishe kile kijiji. Umeona? Kwa sababu msanii anaweza kuamua kufanya chochote kikao. Na tunamshukuru Mungu imekuwa ndo salamu, hata ukienda town watu ni Navilago. So tuna enjoy. Bwana, basi ni mwitikio mkubwa sana. Basi tupeni na ile salamu yenu ambayo mmekuwa mkisalimia ili mwingine aweze kuichukua hapa. Navilago Magamba. Navilago Magamba. Hiyo ndo salamu yetu na ndo kama icon ya salamu yetu kwenye tamthilia yetu pendwa ya Forest Girl. Tunashukuru sana. Bwana, ukiambiwa Navilago jibu Magamba au ni aje? Chao. Bwana, mimi nikushukuru sana. Endelea kufuatilia Mtanesa Film kwa ajili ya kuweza kujionea Binti wa Msituni. Mimi naitwa Himid Nangi, peace kwa Dave Mgare, peace kwa wote ambao tumeweza kutisha katika hii session ya Binti wa Msituni na Songo Media.